Mtu wa Mungu, ushawahi jua kwamba kuishi kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu na zaidi kumtumikia huyu Mungu kutakupa afya njema, kutakupa maisha marefu na zaidi kutakuwezesha kuishi maisha ya baraka tele. Basi ndilo neno letu la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza na ningependa nisome katika kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 hadi 26, na Biblia inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, hapato kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Pia nisome Yoshua 24 mstari wa 15, na Biblia inasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kisha nisome pale katika kitabu kile cha Mathayo 4 mstari wa 8 na 9 na 10. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlimani mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Mfalme mkuu na mtakatifu, zungumza nasi kupitia hili neno lako, nena nasi kupitia hili neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, badilisha hali zetu, badilisha maisha yetu, na zaidi maana ni maarifa. Wacha maisha yetu yakahifadhiwe, wacha maisha yetu yakawe ya manufaa, ya baraka, ya afya njema, na zaidi tukaishi siku mingi chini ya jua. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitwalie na ujitukuze Baba, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu, na tunaona hapa mahala tumesoma ni Mungu anakuwa anazungumza na watu wake kupitia watumishi wake, na hivyo anakuwa anawapa siri hawa wana wa Israeli. Anawaambia kunazo baraka wakati mnaponitumikia, kunazo baraka wakati mnaponiabudu mimi peke yangu, kunazo baraka wakati unajitolea kunitumikia mimi kama Mungu wako. Na unaona pale tunaona vizuri zaidi, anawaambia nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, unataka maisha ya afya njema, utele na kuona siku nyingi chini ya jua. Unataka maisha ya afya njema, utele na kuona siku nyingi chini ya jua, basi wewe mtumikie Mwenyezi Mungu. Biblia inasema, nanyi mkimtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako, kumaanisha kwamba utakuwa na chakula, na zaidi kile chakula hakitakudhuru, kitakuwa kimetakasika, kitakuwa kimebarikiwa na Mungu. Kuna magonjwa na ambayo hutokana na chakula, kuna mambo na ambayo wadhiri mwili hutokana na chakula. Na hivyo wewe wakati unapomtumikia Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza ni kumaanisha hautakosa chakula, na jambo la pili, kile chakula hakitakudhuru, na zaidi anasema ya
kwamba zaidi pia atabariki maji yako. Kumaanisha unapoangalia kuna watu wengi wanakosa maji, ni kumaanisha hata maji yakiwa, utapata yale maji yanasababisha madhara tofauti tofauti. Hata kwenye Biblia si tunaona kuna wakati maji yalikuwa machungu, yalikuwa yanasababisha wanawake kuzaa mapooza, ilikuwa inasababisha inji kuzaa mapooza. Kumaanisha maji ni muhimu. Kwanza, uwepo wa yale maji ndio unayohitajika, na zaidi uwepo wa yale maji unapohitajika, yale maji yakawe yana manufaa. Na ndio maana Mungu anawaambia wana wa Israeli, nitabariki maji yenu. Kumaanisha hamtakosa maji, mtakuwa na maji na yale maji yatakuwa ya faida. Vivyo hivyo na sisi, unapoangalia katika ulimwengu tunaoishi, kuna watu wengi wanakosa chakula. Kuna watu wengi hata wakiwa na kile chakula kinasababisha madhara katika miili yao. Tunaona hata kwenye mitandao, usikule hiki, usikule kile, usikule kile, kwa sababu kitasababisha hiki na kile. Na hivyo angalia, unapata watu wanasumbuka kutokana na kile chakula wanakula. Ndio wako na chakula kwa hoteli, lakini bado wanahofia kile chakula kitawasababisha madhara 1, 2, 3. Lakini Mungu anatuambia tutakapomtumikia hatutahitaji kuhangaika. Chakula tutakuwa nacho, na zaidi kile chakula, maana kimebarikiwa, kitakuwa cha manufaa katika maisha yetu na miili yetu, sawia na maji. Kuna mambo tunaweza tukayaona kama ni ya kawaida, la hasha. Hata kupatikana kwa chakula kwa wengine ni muujiza, na ndio maana Mungu anasema hichi chakula si kawaida ya kupatikana, lakini mtakaponitumikia nitawabariki, nitabariki chakula chenu, akitawasababishia madhara. Magonjwa yanayotokana na chakula yatakuwa sehemu yenu, sawia na maji. Hamtakosa maji, na zaidi yale maji yatakuwa ya manufaa katika maisha yenu na hata katika mifugo yenu. Na Biblia inasema, nami nitakuondolea ugonjwa kati yao. Kwa hivyo Mungu akibariki chakula chako na maji yako, ni kumaanisha ameondoa magonjwa kati yako. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa hili, shika hili pia tunapoendelea kusoma Biblia. Yesu akasema mwanadamu hatoishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Bwana. Kumaanisha pia neno la Mungu ni chakula, na hivyo mnapomtumikia Mungu, hata neno lake litakuwa chakula kinachokufaa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo utafaidika. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na hivyo mwili wako unapokuwa sawa sawia, Mungu atahakikisha hata mtu wako wa kiroho wako sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemchagua kumtumikia Mungu, kwa sababu umechagua kumwabudu Mungu yeye peke yake. Na Biblia inaendelea kusema apata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Usifikirie unabeba ujauzito na unatoka, usifikirie ni jambo la kawaida, la hasha. Mungu unahitaji kubeba mimba na Mungu haihifadhi. Na Mungu anasema utakaponitumikia, utakaponiabudu. Angalia, watu wengi wameabudu sanamu pasipo na kujua, na watu wengi wamefanyika madhabahu ya jehanamu, ya kuzimu, kwa sababu wanabeba mimba zikitoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo haya ni mambo usiwahi yachukulia ya kawaida yakikutukia. Wajua, wakati mwingine tunajihimiza, mambo mengine yakitukia si kawaida, lazima uangalie ni wapi hapako sawa, maana ndio umemtumikia Mungu, kuna jambo aliko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja wana wa Israeli walitenda dhambi, na walipotenda dhambi, mfalme ndio alitenda dhambi, na ikafika wakati Sauli ndiye alikuwa ametenda dhambi. Mungu Yoshua aliingia katika agano na Wagibioni, na wakaja wakati mmoja Sauli akawaua na wale watu wakawakalia, na wakati mmoja Israeli kukawa na njaa, kukawa hakuna chochote, kiangazi, na Daudi akaenda kumtafuta Bwana. Na alipomtafuta Mungu akaambiwa hiki na kile kilitendeka. Kwa hivyo siku ya leo ninapozungumza na wewe, labda Mungu ananitumia kukuzungumzia wewe. Ndio umekuwa mwaminifu katika kumtumikia Mungu, lakini kuna mambo katika maisha yako na ambayo yanaonekana yasiyo sawa.
Maana Mungu si neno lake amesema, utakaponitumikia nitabariki chakula chako, nitabariki maji yako, na nitaondoa magonjwa katikati yako. Na zaidi anasema hakutakuwa na wakuharibikiwa na mimba katikati yenu, na anasema wala tasa hata kuwepo katika nchi yako, na hesabu ya siku zako zitaitimiza. Na hivyo nilikuwa nasema, Daudi alipotafuta akagundua ni dhambi ilitendwa na Sauli. Waliangamiza Wagibioni na hawakustahili, maana walikuwa wamekuwa adopted kupitia Yoshua kama wana wa Israeli, na hivyo hiyo agano haikustahili kuvunjwa. Na Sauli alipoivunja, tunaona yale makosa yanakuja kupatana na wana wa Israeli miaka na miaka na miaka baadaye. Na ni watu wa Mungu, lakini ni Mungu wa haki. Mungu si mdhalimu, usidanganywe. Ndiyo, Kristo ametuokoa, lakini kuna mambo na ambayo tunafaa kuyalainisha. Bwana Yesu asifiwe. Labda ulizaliwa na ukajipata, ama haujui mambo yalitukia kule nyuma. Ndio maana Biblia inatufunulia ya mambo. Daudi alipomtafuta Mungu alimwelezea makosa yako wapi na akarekebisha. Vivyo hivyo na maisha yetu, wakati ndio Mungu amesema nitabariki chakula chenu, nitabariki maji yenu, nitaondoa magonjwa katikati yenu, hakutakuwa na wakuharibikiwa na mimba katikati yenu, hakutakuwa na tasa katikati yenu, na watu wataishi hadi siku zao zitimie. Ukiona haya mambo yanatukia, ni vema zaidi kama Mkristo. Ndio maana hili neno limekukujia, umtafute Mungu, umuulize mbona hili na lile na hili linatukia, na ilali neno lako linasema 1, 2, 3. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu atakuelekeza. Kama kuna makosa yawashaitendeka na ndiyo yanasababisha yale mambo, Mungu atakwambia, atakuelekeza, fanya 1, 2, 3. Na ndio maana mimi hukwambia Biblia ikuandikwa hadithi za abnuasi, linaandikwa kutuelekeza, kutupa mwelekeo, kutuhimiza, kutukemea. Na ndio maana ya mambo yaliandikwa. Mbona hiyo hadithi ya Daudi ikaandikwa? Mbona Sauli alitenda dhambi na hiyo dhambi inakuja kuadhiri wana wa Israeli wakati Daudi ako mfalme? Na ni makubaliano yalikuwa yameokwa na Yoshua. Angalia vile Mungu hufanya kazi. Na hivyo Mungu anataka kutuambia, ukiona mambo hayaendi sawa, enda mbele za Mungu, muulize ni kwa nini. Huku wasichana wake wakiolewa wanabeba ujauzito na unatoka. Angalia, inakuwa pattern. Wa kwanza, mtoto wa kwanza lazima hiyo mimba itoke. Hiyo ni pattern, na kuna kitu kinaendelea pale. Kwa hivyo la muhimu ni kumtafuta Mungu na kutaka Mungu afunue ni nini kinasababisha hili. Hili limetokana na haya mafundisho, maana najua Mungu atajiuliza, huyu mtu anamtumikia Mungu na ni mtu wa Mungu, mbona iko 1, 2, 3? Tusije tukakaa na comfort zone na tukasema ni mapenzi ya Mungu. La hasha, kuna mambo mengine tunastahili kumuuliza Mungu. Ukimuuliza Mungu atakupa jibu sahihi. Na hivyo nimezungumza na mtu siku ya leo, muulize Mungu, muulize Mungu, atakupa jibu sahihi. Atakwambia hili na hili linatukia kwa sababu, ama atakupa mwelekeo, fanya hili na hili kuvunja hili. Hiyo imetokana na hilo somo, maana ni somo na ambalo wengi watabaki na maswali. Kama Mungu anasema atabariki chakula chetu, kama Mungu anasema ataondoa magonjwa katikati yetu, mbona watumishi wa Mungu ni wagonjwa? Mbona wengine wanahangaika? Mbona wengine hawana watoto? Mbona iko 1, 2, 3? Mambo kama yale lazima umuulize Mungu. Na la Mungu, elewa hili, la Mungu lolote lile linatokana na Mungu, kuna ishara moja, linakupa amani. Kwa hivyo kama umejipata katika haya mambo na una amani, mtafute Mungu. Kumaanisha haifai kuwa hivyo. Neno la Mungu li wazi na nasema, mimi siwezi nikajikana, ninalifuatilia neno langu kulitimiza. Umemtumikia Mungu na moyo wako wote, umemtumikia Mungu, na labda unakosa, unalala njaa, lazima umuulize Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umwambie Mungu, niko 1, 2, 3, mbona hili linatukia? Anasema njoo tusemezane. Na Yoshua ikafika wakati akawaambia hivi, wana wa Israeli, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Kumaanisha ni uamuzi unaoufanya.
Huo uamuzi ufanye siku ya leo kumtumikia Mungu, na zaidi ikiwezekana mtumikie na nyumba yako, na ili kusiwe katikati ya mmoja wa nyumba yako atakayeenda kinyume na Mungu, na Mungu ni Mungu wa haki. Shetani akienda mbele za Mungu na aseme huyu ametenda na ametenda na ametenda. Kumbuka alisema nini? Ayubu anakutumikia maana umembariki, ni Mungu wa haki, na hivyo akamwambia nini? Enda uondoe hiyo mali, kwa sababu ni Mungu wa haki. Na ndio maana Yoshua anawaambia wana wa Israeli, na pia anazungumza na sisi siku ya leo, chagueni ni nani mtakayemtumikia. Fanya uamuzi, ni nani utakayemtumikia. Uko kanisani lakini unaenda kwa waganga, lazima ufanye uamuzi. Uko kanisani lakini umejawa na uovu, lazima ufanye uamuzi, maana ukimtumikia Mungu, Mungu ataondoa magonjwa katikati yenu. Lakini mbona yanatufata? Haya ni mambo tunafaa kuyaangazia kwa ndani. Angalia, haikuanza na sisi, haikuanza na wana wa Israeli. Hata Yesu Kristo alipokuwa chini ya jua akiwa Mungu, shetani alijaribu hili. Angalia katika Mathayo 4 mstari wa 8 na 10, akamwambia, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlimani mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Angalia sasa, hata shetani alijaribu Yesu akiwa mwana wa Mungu amwabudu, na alimpa nini? Mali. Mali ni nini? Ni hivi vitu vyote tunavyovitafuta kila siku. Na Yesu alimjibu akamwambia nini? Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Swali ni je, unashika neno la Mungu? Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Je, wewe unamsujudia Bwana peke yake? Unamwabudu yeye peke yake? Hilo ndilo swali. Maana ukifanya vile, Biblia inasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na yale mengine yote mtazidishiwa, yatakuja, yatawapata. Na ndio maana nasema mtakaponitumikia, nitabariki chakula chenu, nitabariki maji yenu, nitaondoa magonjwa katikati yenu, hakutakuwa na kuharibikiwa mimba katikati yenu, hakutakuwa na tasa katikati yenu, na siku za maisha yenu mtaishi hadi zitimie. Utafuta ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine yote mtazidishiwa. Na ndio maana siku ya leo, hebu enda ujichunguze, enda uangalie maisha yako. Je, maisha yangu yako kulingana na hivi na hivi? Je, nimemtumikia Mungu? Je, nimebarikiwa? Chakula changu kimebarikiwa? Maji yangu yamebarikiwa? Je, hivi vyote vimenifuata maana nimemtumikia Mungu, nimemwabudu yeye peke yake? Shida ni kwamba tuko na Mungu lakini bado tunaabudu vitu vingine. Mungu anatuhitaji 100%. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoelekea kusherehekea Pasaka, wacha ukawa ni mwanzo mpya wako. Labda umekuwa ukijichanganya, chagua Mungu peke yake, msujudie yeye peke yake, mtumikie yeye peke yake. Labda umekuwa ukijichanganya, mtafute Mungu akuelekeze ni nini na ambalo aliko sawa katika maisha yako, na huyu Mungu ni mwaminifu, atakupa njia ya kutokea. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi kupitia neno lako. Ni asante kwa kunena na kila mmoja wetu kupitia neno lako. Mfalme, limekuja kwa wakati, na ili tuweze na kujichunguza, tuangalie maisha yetu, maana kusudi letu ni umetubariki. Maana Mungu wetu tumebarikiwa, na hivyo wakati tunajipata tunahangaika, tunafaa kuyaangalia maisha yetu. Na iwapo Mungu wetu ni wewe unatupitisha, maana unatuambia mateso ya mwenye haki nayo ni mengi, lakini Bwana umeokoa nayo yote. Baba, tunajua utatuokoa, na zaidi katika yote tutapata amani yako ipitao fahamu za wanadamu. Jitukuze Mungu wetu na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
Amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Ukiwa na swali lolote, najua kuna mtu ameanza kuwa na maswali kupitia ya mahubiri, labda yameibua maswali na ungependa kuuliza zaidi, hizi ndizo nambari zangu. Labda yameibua maswali na ama umebarikiwa na ungependa kutoa sadaka zako, hizi ndizo nambari: 0792593648, 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254-792-593648, +254-792-593648. Ukiwa nje pia ya Kenya unaweza ukatumia PayPal ambao ni bnsnmwanza@gmail.com, ikiwa ni small letters bnsnmwanza ikiwa imeshikana @gmail.com. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Pia kama hujasubscribe, kumbuka kusubscribe. Kama pia like, weka comment yako pale, like yako pale, share na marafiki, na Mungu akubariki. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza na ninakupenda sana, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.